Hakuna mwanamke wako duniani na hata kuja kutokea. Iwe umemuoa au ulitumia mamilioni ya pesa kubadilisha maisha yake na kulipia mahali yake, bado sio wako. Hata kama utatoa figo ili kumpa endelee kuishi na wewe, bado sio wako, bali imefika tu zamu yako kuwa naye. Hata kama wewe ni mwanaume amazing kwake mwenye upendo wa ajabu, bado sio wako. Kabla hujapandisha kisukari chako kunibishia kwenye comment, kumbuka kuna ex ambaye ni mwanaume aliyewahi kuwa na huyo mwanamke wako, naye anatazama hii video na anaelewa ninachomaanisha. Sio wako, bali imefika zamu yako tu kuwa naye. Hakuna unachoweza kufanya ili kumiliki mwanamke wa peke yako duniani. Hivyo usiseme huyu ni mwanamke wangu. Bro, kuna watu walishawahi kumwambia hivyo kabla yako, tena wenye pesa zaidi yako, wenye muonekano zaidi yako, na bado waliachwa. Kama bado umekaza fuvu na unabisha sana, basi tufanye hivi, mkumbuke ex wako yuko wapi saizi na ulimwambiaje. Ulisema ni mwanamke wako, lakini kumbe ilikuwa ni zamu yako tu kuwa naye. Sasa yupo kwa mtu mwingine, naye huyo ni zamu yake tu kuwa naye. Utaingia kwenye matatizo makubwa ukiamini kwamba huyo ni mwanamke wako peke yako. Blaza, kama kuna mwanaume duniani alipaswa kusema ana mwanamke wa kwake peke yake, alikuwa ni binadamu wa kwanza, Adamu. Alipewa mwanamke wa peke yake, aliumbiwa yeye tu, lakini bado hata hivyo huyo mwanamke aliamua kwenda kumsikiliza nyoka na kumuingiza Adamu kwenye matatizo. Sasa kama Adamu alitengenezewa mwanamke wake binafsi lakini bado alimuingiza kwenye matatizo, wewe ni nani bro useme una mwanamke wako dunia hii? Ukizima hisia ukafungua akili, utaelewa ninachomaanisha, na kuanzia leo utaanza kuzingatia mambo yako ya msingi yaende freshi kuliko kudili sana na huyo mwanamke ambaye at any time ataondoka kwako na ataenda kwa mwingine, iwe ni zamu ya mwingine. Kama hujawahi kumuona Makaveli, yani mimi ninayezungumza, ingia kwenye comment, nimetaja jina la akaunti yangu, nenda ukanifollow. Mimi naitwa Makaveli.